Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu aweze kubariki sana. Nashukuru kwa siku ya leo vile tumeweza kukutana katika channel yetu pendwa ya Neno TV. Lakini siku ya leo tuna majibu kidogo kwa rafiki yetu Pascal Kashan ambaye ameweza kutoa somo linalohusiana na Sabato. Kwa hivyo ninaomba aweze kusikilizwa, tuweze kumsikiliza kwa makini, ndipo tukirudi tuweze kuona ni kitu gani ambacho ameweza kukisema na tunaweza kukijibiaje kimaandiko. Hebu tuweze kumsikiliza basi na kupoteza wakati mara moja. Mwanadamu unaweza ukafanya siku ya Sabato wewe mwenyewe. Mwanadamu unaweza ukaifanya siku ya Sabato wewe mwenyewe. Mwanadamu, nimemaanisha mwanadamu. Unaweza ukafanya siku ya Sabato ikawa Jumatano. Unaweza ukafanya siku ya Sabato ikawa Ijumaa. Unaweza ukafanya siku ya Sabato ikawa Alhamisi. Unaweza ukafanya. Ni siku gani katika wiki ambayo wewe unasema siku yangu hii ya Sabato nimeamua sitafanya kazi? Natumai mmeweza kumsikiliza tena kwa makini. Sasa anasema mtu anaweza kujichagulia. Najua mtumishi inawezekana katika hiki kipengele huenda akijakaa sawa, na ndio maana tunataka tuweze kukiweka sawa. Na lengo letu la kuweza kufanya hivi si kubishana wala kulumbana kabisa, ninaomba tuweze kueleweka. Ukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, na ninaomba ukaweze kukisoma mwenyewe kwa wakati wako, sura ya 18 mstari wa 24, anzia hapo uweze kuona ndugu yetu Apolo alivyokuwa na akaweza kutulizwa na kuelekezwa njia ya Bwana pamoja na rafiki zetu pia kina Priscilla na Akila. Kasome vizuri. Kwa hivyo si jambo ambalo ni baya, ni kuweza kuelekezana, kuonyesha kwamba njia ya Mungu ni namna gani. Sababu mbingu yetu ni moja tunayoitafuta, Mungu wetu ni mmoja na Kristo mwanae ni mmoja. Sasa kikweli anachokisema Paskali sio kitu ambacho ni hakika. Anavyosema ni lazima mtu ana uhuru wa kuchagua Sabato yake, akaweka kama ni Jumamosi, Jumapili, Jumatatu. Hiyo kitu kwanza haipo katika maandiko. Na hebu tuweze kufuatilia vizuri, nami nitathibitisha. Tukianza na hiyo Kutoka sura ya 20 mstari wake ni wa 8, inasema hivi: ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Mstari wa 9 anasema siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Sasa ukisoma hii aya kuanzia 8 mpaka 10, ni kana kwamba watu wanakuwa na fikra kuweka ya kwamba Mungu amesema uweze kujichagulia, ili mradi tu ziwe 6 za kazi na 1 ya kupumzika. Lakini kwa sababu lengo letu ni kuweza kufundishana, lengo letu ni kujua mapenzi ya Mungu, basi ni vyema kuweza kuangalia kwa makini sana. Hebu ni twende pamoja, na wewe ukiwa na nafasi angalia katika Biblia yako. Hata kama ni sasa au baadaye, angalia vizuri Biblia yako. Naomba nikupeleke mstari wa 11 sasa. Anasema ili uijue hiyo Sabato ni lini, sio kujiwekea au ni kujiwekea. Soma mstari wa 11. Anasema maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Kwa hiyo hapo hakuna kujichagulia, maana Mungu mwenyewe alistarehe, Mungu mwenyewe alibarikia na kuitakasa hiyo Sabato tayari. Kwa hiyo uwezi wewe ukajichagulia leo. Sasa jiulize, kama aliitakasa Jumapili alafu wewe unapumzika Jumamosi, uone kama utakuwa umeenda tofauti na Mungu aliyoitakasa, kwa sababu unayoandikiwa wewe ni ile ambayo yeye alipumzika. Sijui kama tunaelewana. Maana katika kuumba amesema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Yeye ambaye anaumbwa lazima afate kile ambacho Mungu ako nacho. Kwa hiyo lazima iwe ni ile. Ndio maana kama ukiangalia hii ya kupumzika, Mungu amepumzika mwenyewe, soma katika sura ya 2 mstari kuanzia wa 2 na wa 3. Lakini ukiangalia vile ninachotaka tuende moja kwa moja, ikiwa kama kina Musa wenyewe kwanza walipewa uhuru huu wa kuchagua siku yoyote waiite Sabato, siku yoyote waiite Sabato, ndio tunatakiwa tuangalie kwao kwanza kabla hatujafika kwetu. Maana hizi amri hatukuandikiwa sisi, waliandikiwa wana wa Israeli ili kutuletea taifa litakalokubali tabia na sheria ya Mungu. Kwa hiyo sisi tuna adopt kwao, sisi tunakopa kwao, kwa sababu kwa mwanzo hatukuwa na Mungu, mwanzo hatukuwa tunaamini.
lakini tumeamini kupitia Wayahudi, tumeamini kupitia wana wa Israeli walio na Mungu wao Yahwe. Unaona, ndio mwenye tabia yake aliyoweka katika package ya amri 10. Sasa ukirudi katika sura ya 16 ya hiki kitabu cha Kutoka, anasema Musa katika mstari wa 23 anasema akawaambia, ndilo neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa, na hicho kitakachosalia jiwekeeni kilindwe hata asubuhi. Kwa hivyo Musa alikuwa amekwisha kuambia kesho ni sabato. Kwa hiyo wana wa Israeli wanatakiwa wajue kesho ni sabato. Musa anajua kesho ni sabato. Kwa hivyo wote walikuwa na sabato moja. Lakini je, hiyo kesho ilifika au haikufika? Naomba tusome mstari wa 25 ndio tuweze kuelewa. Anasema mstari wa 25, ni kesho imefika sasa. Musa akasema, haya kuleni hivi leo, kwa kuwa leo ni sabato ya Bwana, leo hamtakiona nje barani. Kwa hivyo akikupatikana kile walichoambiwa wakatokose hiyo siku ya jana, bali leo tayari ni sabato. Kwa hiyo wana wa Israeli pamoja na Musa walistarehe ikiwa ni siku moja. Hakuna kuchagua, ni moja. Sasa hiyo moja ndio hiyo wakati wa hii Kutoka na agano hili lote la kale ndio nakuja kukuta katika agano jipya. Mfano kiangalia katika kitabu cha Luka, agano jipya, kitabu cha Luka. Sasa kitabu cha Luka ukiangalia katika mstari wake ni wa sura yake ni ya 23. Angalia vizuri kwa makini, utakuja kukuta ya kwamba ukisoma mstari wa 55 anzia hapo. Baada ya kuzikwa kwa Yesu ikabidi kesho yake wasiweze kwenda tena kaburini. Na kwa nini hawakuenda? Na hiyo ilikuwa ni siku gani? Wanaijua kwa sababu ilikuwa ni moja. Ukianza hapa mstari wake ni wa 54, na siku ile ilikuwa siku ya maandalio baada ya Yesu kuwa amekwisha kuzikwa. Baada ya Yesu kuwa amekwisha kufa, anaenda kuzikwa. Siku hiyo inaitwa siku ya maandalio. Lakini ukisoma pia katika mstari wa 55 sasa anasema, na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Mstari wa 56, wakarudi wakafanya tayari manukato na malham, na siku ya sabato wakastarehe kama ilivyoamriwa. Kwa hivyo hadi wanawake wakati huu wa Yesu wanajua imeamriwa kustarehe siku ya sabato, imeamriwa. Kwa hivyo wao pamoja na wowote walio nao wanatakiwa wapumzike, ni moja. Hakuna na kusema kila mtu ataweza kujichagulia. Sasa ukisoma niko hapa nayo Biblia ambayo inaweza ikatusaidia katika tafsiri ya hizi siku kwanza, alafu nitarudi katika hizo siku zingine ikiwepo hiyo Ijumaa inayoelezwa hapo. Ukisoma hapa katika kitabu hiki cha Luka kile tumesoma, ukisoma hapa hii Biblia hata imeweka vizuri ili tuweze kusimplify mambo mapema, ndio turudi hapo, situmie wakati mrefu sana. Katika Luka 23 kisoma mstari huu wa 54 anasema, siku hiyo ilikuwa Ijumaa na maandalio ya sabato yalikuwa yanaanza. Kwa hivyo Ijumaa sio sabato, bali Jumaa ikiwa kesho yake ndio sabato. Kwa hiyo sabato ni kesho ya Ijumaa. Unaona? Lakini ndio maana tukuja kujikuta ya kwamba ukisema kila mtu ajichagulie kwanza, hata hao ambao unaweza ukawaambia wanaweza wakakushangaa. Hakuna mtu yeyote aliyesema Ijumaa. Mfano kama Waislamu tunaoweza kuwachukulia mfano, hakuna Muislamu yeyote ambaye amesoma atakwambia Ijumaa ni sabato. Hakuna, labda wawe ni wale ambao ni Waislamu kanzu, lakini Muislamu ambaye amesoma anajua dini, hakuna mtu atakwambia ya kwamba Ijumaa ni sabato, kwa sababu katika sheria ya sabato hata Qur'ani yenyewe inakili sabato ni lini. Unaona, sabato ni lini? Kwanza hebu tuanze kusoma pia, hata wewe nikupeleke kwanza kwenye siku ya Ijumaa hiyo, somee katika Qur'an kidogo fiki yangu. Sasa ukisoma kwanza, tukiangalia katika hiyo Ijumaa hatutakiwi kuwaambia tena hata waipumzike siku yote. Sio hata watakushangaa, maana hiyo siku ya Ijumaa ilipoletwa aya katika Qur'an kuwaambia waende kufanya ibada, ili waambia wakafanya ibada, wakitoka kwenye ibada waendelee kuuza nguo, waendelee kufanya biashara.
ndio aya imekwisha kuwaruhusu. Sasa wewe utawaambiaje tena waweze kuitunza yote? Haiwezekani, kwa sababu sio Sabato. Haiwezekani kuitunza Ijumaa yote. Unaona? Sasa kwa sababu si Sabato, lakini hiyo ndio inakili Sabato ni gani. Some hivi, jadi kusomee katika sura moja hapa katika Qur'an. Kwanza inaitwa sura Ijumaa. Sasa ninasoma katika mstari wa 9 na wa 10. Sura yake ni ya 62. 62 Qur'an 62 mstari wake ni wa 9 na wa 10. Anasema hivi: enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Unaona? Kwa hiyo siku hiyo itatakiwa waache biashara. Baada ya hapo nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu ikiwa mnajua hivi, basi fanyeni. Mstari wake ni wa 10. Na itakapokusha sala, sasa sikiliza, itakapokusha sala tawanyekeni katika ardhi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Tawanyekeni, imeshakusha sala. Uwezi ukaacha kufungua duka, uwezi ukaacha kufungua kama ni kuuza, kama ni mgahawa unaendelea. Hiyo ni mida imekwisha kuisha sala. Jiulize, sala inaisha saa ngapi? Ndio saa ngapi warudi. Uwezi ukasema Ijumaa ni Sabato, hiyo kitu haiwezekani. Lakini katika sheria ya siku ambayo inatakiwa kufanywa ibada siku nzima, Qur'ani imekubali ni siku ya Sabato ambayo sio Ijumaa. Sasa ni siku gani? Hapo tumesoma sura ya 62. Sasa naomba tuweze kusoma katika sura ya 7 ya Qur'an. Sura yake ni ya 7. Sikiliza kwa makini kabisa. Maana hiki kitu kiko clear, lakini hata wale ambao wanaweza wakawa jiulize tu ni kwa nini hawafuatii, au inawezekana na wenyewe ni kwa sababu tu hawasomi. Lakini Qur'ani iko clear kabisa. Inasema hivi katika surat Alaf, sura ya 7 ya Qur'an, mstari wake ni wa 163. Anasema, na waulizeni habari ya mji ambao ulikuwa kando ya bahari. Watu wa mji huo walipokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi, ambayo waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo, wafanye ibada tu. Kwa hivyo siku ya ibada tu, sio Ijumaa, sio Jumapili, ni Jumamosi kwa mujibu wa Qur'an, kwa mujibu wa Biblia. Maana Biblia imeelekeza wazi hiyo siku ya ibada, hiyo siku ya Sabato ni kesho ya Ijumaa. Ndio hiyo. Kwa hivyo hatuwezi kuambia watu wajichagulie. Hapo ni kuchukua mafundisho ya wanadamu kwa mujibu wa hiyo Mathayo 15:9 au hiyo Marko 7:7. Kwa sababu yanasema wanaabudu bure wakifundisha mafundisho hayo maagizo ya wanadamu. Mungu hajaagiza kila mtu ajichagulie. Mungu ameagiza watu wafate ya kwake ambao yeye amesema. Sasa ukirudi katika Kutoka, amesema ya kwamba hiyo itakuwa ishara kati ya mimi na wao. Unaona? Wao na mimi wakitaka kuniabudu waweze kuniabudu katika siku hiyo, itakuwa ni ishara. Twende katika hiyo Kutoka, itakuwa ni ishara. Sasa haiwezekani ikawa ni ishara tena kila mtu awe na ya kwake. Ishara ni ile ambayo yeye tena ni mwenyewe ametoa katika Kutoka. Sura yake ni ya 10, sura ya 31 mstari wake ni 13. Anasema, kisha nena wewe na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtaishika Sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na nyinyi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua kwa mimi ndimi Bwana ni watakasaye ninyi. Unaona? Mstari wa 14 anasema, basi mtaishika hiyo Sabato kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayeitia unajisi hakika yake atauawa. Kwa kuwa kila mtu afanye kazi katika siku hiyo, nafsi hiyo itakatiliwa mbali na watu wake. Kwa nini? Taendelea hapo chini mpaka mstari wa 17, lakini anasema ya kwamba hiyo Sabato tayari yeye ameshaitengeneza, ndio akawapa wana wa Israeli. Ndio wao wana wa Israeli wametupatia na sisi kwa njia ya sisi kuweza kuitumia, kwa maana tumeweza kumkubali Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, Isaka na Ibrahim. Unaona? Kwa hivyo Sabato ni hiyo moja na hakuna mwingine yeyote, na ndio hiyo ujumbe tunaotakiwa kupelekea watu, kuwarudisha katika siku ya Sabato, literally siku kabisa. Lakini hatutakiwi kuabudu hiyo siku, bali tunamwabudu Mungu katika hiyo siku kama maelekezo yake. Kwa hivyo wale wote wataelekeza tofauti, hayo ni mafundisho ya wanadamu
na Mungu amesema wananiabudu bure. Maranatha.